ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Hakika wao makafiri na wabaya wote wanafanya vitimbi namna kwa namna kwa ajili ya kuharibu itikadi, kwa ajili ya kuikataa Qur'ani, kwa ajili ya kuifanya Uislamu usieleweke kwa watu wengine. Yakiduna kaidan, wanafanya vitimbi namna kwa namna. Wa akidu kaida, na mimi navikabili vitimbi vyao kwa kuvipindua. Hii ni sehemu ya mwisho tuliyobakisha katika sura At-Tariq. Tukasema innahum yamkuruna binnasi bida'awatihim, hakika wao wanafanya vitimbi kwa watu kwa zile tashwishi zao na kuwaita watu ila mukhalafati al-Qur'ani, kuende kinyume na Qur'ani, biilqa'i shubuhati, kwa kuweka maneno ya ubabaishaji, kaqaulihim, kama tamko lao waliposema in hiya illa hayatuna dunya, hayakuwa haya maisha tunaoishi isipokuwa ni maisha kidunia tu, na moto wa nahya. Hivi ndivyo tuna desturi inavyoonekana, tunakufa na wengine wanazaliwa. Wama yuhlikuna, na hakuna kitu kinachotuangamiza sisi illa dahru, isipokuwa ni dahri tu, zama. Mtu madam kashaishi duniani miaka mingi, kwa mtu mzima, basi atakufa na wengine wanazaliwa na hakuna chochote baadaye. Wa qauluhum, na maneno ya mabaishaji namna nyingine ni pale waliposema man yuhyi al-idama wa hiya ramim, nani ataweza kuhuisha tena mfupa au mifupa yenye kuvurugika, wa hiya ramim, al-idama wa hiya ramim, nayo ni yenye kuvurugika. Au bitani, au watafanya vitimbi hivi kwa kuleta namna ya matusi fihi, ndani ya dini, bikauli rasuli sahiran, kwa kumtukana mtume kwamba yeye ni mchawi, au majnunan, au ni mwenda wazimu, au shairan, au kumuita mtunga mashairi, au tabiyituhum katlihi, au kule kupanga njama usiku wa manane za kumuua, kama jaa fi qawlihi ta'ala, kama ilivyokuja kwa wazi kabisa jambo hilo la njama za kutaka kumuua Muhammadi katika tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema kumwambia mtume wake, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, nakumbuka walipopanga njama za kukuua wewe makafiri, katika moja ya matatu wakufanyie: yathbituka, wakuzuie pahala, wakufunge ufe na njaa, au yakutuluka, au wakuue, au yukhrijuka, au wakutoe katika nchi hii, kufukuzi mbalini. Wayamkuruna, na wakapanga njama hizo, lakini dakika za mwisho mambo yakaharibika. Wayamkurullahu, Mwenyezi Mungu akazipindua njama za wabaya. Wallahu khairul makirin, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kupindua njama za kila aliye mbaya. Katika habari hii, baada idhin, baada ya hapo, sakara, akataja Mwenyezi Mungu ma qabalahum rabbuhum, yale aliyoyapokea, aliyoyakabili Mola wao kwa vitimbi hivyo, wama jazahum alayhi, na yale aliyowalipa makafiri hawa, kifaa amalihim, kwa kilipo kinachostahiki amali zao,
Faqala, akasema, wa akidu kaida, nami nakabili njama zao makafiri kwa kuzipindua kwa jambo lilokuwa bora zaidi kuliko njama zao. Hai uqabilu kaidahum, na nakabili vitimbi vyao, binasri rasul, kwa kumnusuru mjumbe, wa ilai dinihi, na kunyanyua juu dini yake, wa ja'ala kalimatihi al-ulya, na kulifanya neno lake analolitangazia kuwa juu, wa kalimatu alladhina kafaru sufla, na neno la wale makafiri kwa chini. Waqad samma majazatihim, na ameita Mwenyezi Mungu kilipo chao makafiri kaidan, vile vile kaita wa akidu kaidan. Kilipo chao Mwenyezi Mungu kakiita ni kaidi vile vile, lakini kaidi hii safari hii minhu, inayotokana na yeye. Kwa nini hii kaweka Mwenyezi Mungu? Yeye hana mambo ya kaidi, hana vitimbi, bali anasema, anatamka kule kilipo alichowalipa ni kaidi. Ameleta hivyo litajanisi, ili kuweza kulinganisha tu neno kwa neno, kitimbi kwa kitimbi. Litajanisi fi lafdhi, kwa kuweka jinsi moja ya matamshi kwenye kitabu, ili ipate kumvutia msomaji, iwe ni ibra, iwe ni mazingatio, iwe ni muujiza. Kama alivyosema namna kama hiyo katika nyingine, nasullaha fanasiya faansahum anfusahum. Wao kwanza wameanza kumsahau Mwenyezi Mungu, faansahum anfusahum, na Mwenyezi Mungu akazisahaulisha nafsi zao. Lakini wao wameanza kwanza mwanzo, wamempuuza Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akazidi kuwaelekeza katika kuliko wale ambao tunataka. Tukataja katika darasa iliyopita namna gani Mwenyezi Mungu alikupindua njama za wabaya katika kumnusuru mtume wake. Tukataja kisa tokea mwanzo walipokutana Makuraishi katika Dari Nadwa, wakaweka ajenda ya siri kabisa, nini wamfanyie Muhammad ili wanusuru dini yao ya kuabudia masanamu. Tukasema ya kwamba walifikiwa na mgeni mmoja alijitaja kwamba yeye ni mbona mtu mzima, shekhi wa kutoka Najdi, naye alikuwa ni shaitani Iblis. Amekuja kwa sura ya mtu mmoja, mtu mzima hivi, akawaambia, mimi nimekuja hapa, nimesikia kwamba nyinyi mnakusanyika leo usiku huu kwa ajili ya Muhammad. Walitaka kumfukuza, lakini kutokana na yale aliyokuwa amewatajia pale, wakamruhusu aingie ndani. Hoja zote zilizotajwa afanywe Muhammad alizipinga zote, isipokuwa moja ya kuuawa akaikubali, akamwambia hiyo ndio hoja, ambayo hiyo ya kuuawa aliitoa aduullahi Abu Jahli. Katika kuendelea, ili kupata ibra ya namna gani Mwenyezi Mungu anavyokabili vitimbi vya mabaya, ili mtu apate kuzidi imani yake na kuwa na yakini kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba awache kabisa Muislamu jambo la kukata tamaa katika jambo lake lolote lile. Ajue nyuma yake kuna asiyeghafilika, asiyelala, ambaye halimpitii hata letelepe na usingizi, wachilia mbali kulala kabisa. Ajue kwamba nyuma yake kuna uangalizi huo. Isitoshe, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi, yeye mwanadamu amewekewa walinzi maalum mbele yake na nyuma yake, yahfadhunahu min amri llahi, wanamhifadhi na jambo la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amemwekea binadamu ulinzi kama huo. Kwa hivyo hadithi au kisa hichi kinaweza kutupatia uyakinifu wa kumtambua Mwenyezi Mungu na kuweka umbele kwamba yeye ndiye mlinzi. Na kabisa Muislamu hatakiwi kuvunjika moyo kwa dhiki yoyote atakayopata na hofu yoyote atakayokuwa nayo. Asivunjike moyo, asikate tamaa. Anaweza kushtukia mambo yamebadilika usiku wa manane kabla ya alfajiri, baada ya makubaliano kwamba Muhammad auawe, kama ilivyokubalika kwenye mkutano wa Dari Nadwa. Likapita jambo la kwamba auawe, sio kufungiwa pahala mpaka afe, wala sio kufukuzwa kwenda kuanzisha dawa hii, ulingani huu pahala pengine. Kapinga kabisa shetani, alijitangazia kwamba yeye ni mtu mzima wa Najd, lakini ilipokuja habari ya kuuawa aliwafiki kabisa, na tena auawe na kila mtu ashiriki. Basi infadatil jalsatu, kikamalizika kikao usiku wa manane katika Dari Nadwa. Fi Dari Nadwa wa ajmaa aljamiu, na wakakubaliana wote kwa pamoja, ala qatli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, juu ya kumuua mjumbe wa Mwenyezi Mungu.
Wa a'lana Abu Jahl, na kutoka usiku ule ule akatangaza Abu Jahli at-tawari'a, njama baina shababi Makkah, baina ya vijana wa Makkah, wapatayaniha, na vijana ambao walikuwa wazima kabisa, wadogo wadogo, al-aqwiya, tena wenye nguvu. Katangaza kwamba watapata zawadi nono, wajitokeze vijana mashuhuri wa Kikureshi wa Makkah ambao bado itikadi yao ni kuabudu masanamu yale, wajitokeze watu wazima kabisa. Wastataa, na akaweza Abu Jahli an yajnuda, kukusanya kijeshi 40 shaban, cha vijana 40. Vijana hawa walikuwa jildan, wabichi, ligharadhi alhisari, kwa lengo la kuizingia na kuizunguka, ala baiti alhabibi, nyumba ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Ligharadhi alhisari, kwa lengo la kuizingia, ala baiti alhuda wan nuri, nyumba yenye uongofu na nuru iwakayo katika ardhi, nyumba pekee. Ligharadhi alhisari, kwa lengo la kuzingia, ala baitin, kwenye nyumba, yu'tabaru manaru al-ardhi jami'an, nyumba hiyo inazingatiwa ndiyo mnara wa ardhi yote. Mnara unaowaka ni mmoja tu, nyumba ile, dunia nzima imejaa potofu. Ligharadhi al-hisari, kwa ajili ya vijana hawa 40 wametumwa kwa lengo la kuizingia, ala baitin, nyumba ambayo jalisuhu Jibrilu, mkaaji wake anaokaa na mtume kila mara ni malaika Jibrilu. Wa dhaifuhu Mikailu, na mgeni mara nyingi huwa anakuja naye Jibrilu ni malaika mwingine Mikailu. Wa Israfilu, pamoja na malaika Israfilu mara kwa mara huwa anaongozana nao hawa, wanakwenda kwa Muhammad kupeleka wahi. Ligharadhi alhisari, wamekusanywa vijana 40 kwa lengo la kuizingia, ala baitin, kwenye nyumba ambayo qala Allahu li sahibihi, amesema Mwenyezi Mungu kwa ajili ya huyo anaoishi nyumba hiyo, amemwambia wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wamejaribu kuizingia nyumba ambayo Mwenyezi Mungu amesema kumwambia yule anaoishi nyumba hiyo anatafutwa huawe, amemwambia wasbir li hukmi rabbika, subiri Muhammad kwa uamuzi wa Mola wako, fa innaka bi'ayunina, kwani wewe uko chini ya hifadhi yetu, chini ya ulinzi wetu, kwenye macho yetu tutakutazama. Kama ilivyokuja aya hiyo katika sura Tur nambari 48, wa a'lama rasulu, na mtume akajulishwa wahi huo na Mola wake. Ugeni ulifika usiku wa manane, Jibril ameongozana na Mikail na Israfil kuja kumpa tahadhari kwamba leo mambo ya moto. Jamaa washakusudia kutoa roho sasa, ila walifanya wameshindwa, sasa tutabaki ni kuua tu. Wa a'lama rasulu Aliyan, na mtume akamjulisha Sayyidina Ali bima sayajri, kwa jambo ambalo litapita usiku huu. Akamuuliza nduguye, mtoto wa ammi yake, akamwambia atabitu lailata fi makani ya Ali? Ali, nipe kauli madhubuti, utaweza kulala pahala pangu hapa? Mimi naondoka kwa siri na jamaa mpaka jamaa kuniua, lakini wewe hatakufanya kitu, na Mwenyezi Mungu yuko katika kukulinda. Si haja yao wewe, haja yao mimi, na mimi ni kwa amri na Mola wangu usiku huu niondoke, na wewe utabaki hapa kwa kuwarejeshea hao baya wangu, utabaki kuwarejeshea amana zao, mimi kwangu zipo na sitachukua mtenda nazo Madina, pamoja na uadui wote huu unaofanywa, mimi nakuacha Ali urejeshe amana hizi. Qala Aliyun, Sayyidina Ali akajibu akiwa mdogo sana wakati huo, akamwambia nafsi lakal fidau ya Rasulullah, hilo limepita, nafsi yangu kwako wewe mimi nimeitoa muhanga, hata kama utaniua kufa mimi ni aula kuliko kufa wewe. Endelea na ulingani wa Mwenyezi Mungu, naenda na mimi ninalala pahala pako. Njama zimepangwa na vijana 40 washapatikana na wamekuja pale na silaha kali. Siku ule kwa hakika unakadiriwa mtume anamaliza usingizi wake wa mwisho nyumba ile, na kwamba kukipambazuka hataona tena ardhi,
Je, suala, baada ya mtume kujulishwa na malaika Jibril, nani ampigie telex pale kwa haraka? Wakati huo hakuna internet kama sasa hivi. Tungesema kwamba atapiga chombo cha mawasiliano cha haraka kabisa, azungumze na nani? Nguvu hasa za nusra ziko wapi? Hakika jihazu ittisal, chombo cha mawasiliano alichokitumia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni la silkiyin, ni wireless ya miujiza kuliko internet, kuliko kompyuta yote. Chombo cha spidi kubwa alichokitumia, maktubun alayhi, kimeandikwa juu yake chombo hicho. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Chombo alichopitia ni hichi tu. Wakikuuliza Muhammad, waja wangu kuhusu mimi Mungu wao, basi fa inni, mimi mwenyewe naambia, qaribun, niko karibu na wao. Kwenye dhiki yoyote alionayo mtu, fa inni qaribun, mimi niko karibu na yeye. Tena haina haja ya kupayuka akapiga makelele na anongone na mimi siri, niko naye pamoja. Ana inda dhanni abdi, mimi niko mbele ya dhana ya mja wangu. Idha dhakarani, wakati anaponitaja mimi, wataharakat bi shafatahu, na ikatikisika kwangu mie midomo yake miwili. Namjua anataka nini, naijua dhiki alionayo. Ujibu da'wata da'i, mimi naitikia haraka dua ya muombaji. Idha da'ani, wakati ule ule anaponiomba mimi, akisema ya Rabbi, mimi humuitika labbaika abdi sal, nimekuitika mja wangu, omba, wataka nini? Kama ilivyokuja maneno hayo katika sura al-Baqara kwenye aya nambari 186. Shair ameweka abiyati, anasema ya sahibal ham, ewe mtu mwenye sononeko la roho, mwenye dhiki ya kila aina. Innal hamma munfarijun, iko siku shida ulionayo itaka upande. Usifikiri kila ukiamka dhiki tu, ukiamka dhiki tu, hapana. Iko siku itabadilika, itakuja faraja. Hapana kukata tamaa. Abshir bi khairin, siku zote wewe jibashirie khairi. Fa innal farija Allahu, kwa sababu mwenye kuondosha dhiki ni Mwenyezi Mungu, yupo na kuona. Al-ya'su, kukata tamaa, yakfau ahyanan bisahibihi, kuna mvunjia baadhi ya wakati mtu wake. La tayasanna, wacha tabia ya kuvunjika moyo, wacha tabia ya kukata tamaa. Fa innal kafi Allahu, kwani anayetosha kukutengenezea mambo yako ni Mwenyezi Mungu. Allahu yuhdithu, Mwenyezi Mungu anaweza akazusha mara moja tu. Baada al-usri maisara, baada ya uzito akaweka wepesi. La tajza'anna, usipapatike. Fa inna as-sani'a Allahu, kwani mtengenezaji ni Mwenyezi Mungu. Idha bulita, utakapojaribiwa, fathuk billahi, weka imani thabit kwa Mwenyezi Mungu. Warda bihi, tena umridhie, uridhie kwa yoyote aliyokufanyia. Innal ladhi yakshifu albalwa, hakika yule ambaye awezaye kuondosha matatizo, huwa Allahu, ni Mwenyezi Mungu. Wallahi, nakuapia na Mungu mja, ma laka ghayru Allahi min ahadin, hunaye wewe kwa Mwenyezi Mungu hata mmoja wa kukunusuru, wa kukuokoa, wa kukutengenezea mambo yako. Fahasbuka Allahu, anakutosha Mwenyezi Mungu fil balwa, fahasbuka Allahu fi kulli laka Allahu, katika kila jambo wewe unaye Mwenyezi Mungu. Ya naima, ewe mwenye kulala usiku, masruran bi awwali, ukiwa na furaha pale mwanzo wa usiku pale, umelala furahi siku hiyo. Innal hawadith, basi kwa upande wa pili, matokeo yanaweza kutokea katina asharan, mara ghafla, kabla ya alfajiri, saa 9, saa 8, mambo yakabadilika usiku ule ule. Na umelala unafurahi, kila kitu kinakwenda vizuri nyumbani. Mtihani mdogo tu, kama kutazimwa taa, iwe black out mji mzima saa 8 za usiku, na wakati huo chumba kimefungwa, madirisha yote, feni hayapepei, utaanza kuona mabadiliko, nafsi yako inapapatika. Basi mfano ule ndio mfano ulio hai, kama Mwenyezi Mungu anaweza kubadilisha mambo usiku wa manane. Na yeye mwenye dhiki vile vile anaweza akalala kavunjika moyo, mambo yamesharibika. Usiku wa manane Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha mambo ghafla tu, ukajishtukia unaamka asubuhi vingine kabisa. Watu wote wakashangaa, wakastaajabu, wanashukuru, mambo hayaingia kidini. Nani kadhani? Ndio Mwenyezi Mungu.
matengenezo yake na mafanyo yake. Namatil muluku, usiku wa manane wafalme wote wamelala, wenye pesa wote wamelala. Wa aghlaqu abwabahum, na wameshafunga milango yao wakati ule. Wafalme wenye pesa nani na nani wamelala na milango mifunga, na wameifunga milango madhubuti kwa sababu wanaogopa wenye pesa kwamba wataibiwa, nyumba zitavunjwa. Basi na kuna walinzi nje, kuna taa za emergency, wenyewe wamelala usingizi mzito. Wakati huo huna kumwendea, hata kama utampiga kengele vipi atoki. Walam yabqa, haukubaki wakati huo mlango wote ulio wazi, illa babul hayy alladhi, isipokuwa mlango wa yule aliye hai ambaye la yamutu, hafi milele. Mlango wake yeye unakuwa wazi daima siku ya manane, maftuha. Na mwenye mlango huo anauliza, man alladhi yad'uni fastajiba lahu, saa hizi nani ananiita mimi nimwitikie? Man alladhi yasaluni fa'utiyahu, saa hizi milango yote imefungwa, wangu mimi uwazi, hakuna hata mtu mmoja ananiomba jambo usiku huu nikampa. Watu wote wanalala hivi. Man alladhi yastaghfiruni, nani saa hizi yuko macho anamtaka msamaha, faaghfira lahu, nimsamehe makubwa na madogo. Falam yabqa illa babul wahid alhayy, babul hayy alladhi la yamut, haukubaki wakati huo isipokuwa mlango wa mmoja tu, yule aliye hai ambaye hafi milele. Namatil jababira, wamelala majabari wote. Namatil akasira, wafalme wa kaisar wamelala wote, alimradi mlango uliobaki ni mmoja tu. Wa baitul mustafa, na nyumba ya mteule Nabii Muhammad, muhasarun, imeshazingiwa na milango ya watu wote imelala, mpaka mmoja tu wa Mwenyezi Mungu uko bado kozi, siku kimya na uadui tayari. Nyumba imezingiwa, muhasarun, imezingiwa bi 40 shaban, na vijana 40 tayari kabisa wanangojea zawadi zao za kupewa kila mmoja ngamia 100. Akhadhu fi aidihim, wamekamata mikononi mwao vijana hawa asilaha albatar, silaha zilizokuwa kali mno, na nyingine zimechovya sumu ya kwamba kama itakosa kumuua basi ataangamia kwa sumu. Yantadhiruna khuruja man, wanangojea kutoka kwa nani? Khuruja sayyidil khalqi wa habibil haqq, wanataka atoke yule bwana mkubwa wa viumbe na yule bwana atangazaye haki, wanamsubiri atoke mtu huyo amuue. Hali hii inaonyesha inna siraa, hakika mapambano baina alhaqi walbatil mustamirun, mapambano baina ya haki na batil bado katika ardhi yanaendelea. Asili ya tarehe hii, kisa hichi, na Mwenyezi Mungu kuweka aya innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan, ile aya kwa hakika inafanya kazi kila pahala, na inaonekana wazi kabisa kama mapambano baina haki na batil yataendelea milele duniani. Mustamirun ala wajhi al-ardhi, ni yenye kuendelea katika uso wa ardhi, min yaumi qatli Qabil, tangu alipouwa Qabil akhahu, alipomuua kaka yake Habil, mtoto Nabii Adam hao, na utaendelea uadui huu na fitna hii ila an yanfuka Israfilu, mpaka atakapopuliza malaika wa Mwenyezi Mungu Israfil fi suri, katika hicho chombo cha sur al-qiyama. Asrahu baina al-haqi wal-batil, mapambano baina haki na batil, la yahda'u, hayatulii milele. Hivi ndivyo tutakuwa sote. Ar-rasulu dakhilun baitahu, mtume kaingia nyumbani kwake siku ile usiku kucha, anafanya nini? Yusabbihu Allah, anamsabihi Mwenyezi Mungu, wa yadhkuruhu, na anamtaja. Kubwa alilokimbilia ni Mwenyezi Mungu. Ingawa aliyekosa imani kitu kama hicho atakwambia hapa kutaja kutasbih. Watu wako nje na silaha zao wananiambia habari, subhanallah, vipi wewe? Hapa tufanye mpango, vipi tutatoka, vipi tutakimbia? Aliyekosa imani hapo anaghafilika nalo jambo hilo, katika wakati wa shida anaghafilika kabisa na kumtaja Mungu, na kumbe wakati huo utajaji wa Mwenyezi Mungu unakuwa ni mzito bila kiasi. Ndio kaka imani kwake kimya, usipata habari na minong'ono anaisikia nje wanazungumza hivi, yeye ndani analeta tasbihi kwa wingi, wayadhkuru, na anamtaja Mola wake, kwani Mola wake amemwambia fasbir ala ma yaquluna,
subiri katika hayo wanayosema ya kuua, ya kufanyaje. Wasabbih bihamdi rabbika, na utakase kwa sifa za Mola wako. Tumia ulimi wako utakase kwa sifa za Mola wako. Kabla tulu'i shamsi wa kabla al-ghurubi, kabla ya kuchomoza jua na kabla ya jua kuzama. Hii kazi ifanye kila siku. Wa min al-layli, na katika nyakati za usiku vile vile. Fasabbihuhu, umtakase Mwenyezi Mungu yeye. Wa adbara as-sujudi, na hata katika adbara sujudi, migeuko yako ya sijida na kurukuu na kufanyaje, vile vile mtakase Mwenyezi Mungu sana. Utaona miujiza ya kumtakasa Mwenyezi Mungu. Tasbihi itakupeleka wapi? Utaona faida ya kumtaja yule ambaye ghafiliki, aliye hai, hafi. Utaona atakufanyia nini wakati wa dhiki, kama ilivyokuja maneno hayo katika surati Qafu kwenye aya nambari 39 na nambari 40. Abu Jahlin yamuru, baada ya kuwapeleka vijana 40, Abu Jahli akawa ana supervise, anakwenda kuhakikisha kwamba kazi inatendwa kipasavyo na kwamba hawatofanya makosa siku hiyo. Anawapitia vijana wale, yamuru ala shababihi qad takaffala, ameweka dhamana kabisa ya zawadi, watawakkala, na ameegemea bihadhihi lailati, kwenye usiku huu, min awwaliha, tangu mwanzo wake, ila akhiriha, mpaka mwisho wake, kwamba usiku huu fitna itamalizika. Ya shababu Quraishin, anapita na huko akiwashajiisha. Usiku umeingia, milango saa 4, 5, 6, kapita Abu Jahal kuwashajiisha. Hajatoka bado, hajatoka. Anawaambia, ya shababu Quraish, enyi vijana wa Quraish, la tanamu iyakum, la tanamu, msilale leo. Iyakum an yafutakum al-laila, tahadharini. Huyu mtu sisi tunamjua mambo yake bwana, ana mambo si kawaida. Mimi mwenyewe nimeshachukua jiwe ili kumtwanga nalo huyu, sikumiliki, sikuweza kabisa. Kwa hivyo nimekuja hapa usiku huu kukutahadharisheni, msije hapa mkaweka soga, mkazungumza, mkaanza kukoroma hapa akapenya huyu. La tanamu, msilale vijana. Iyakum an yafutakum al-lailata Muhammadun, tahadharini nyinyi asije akakuponyokeni usiku huu Muhammad. Mimi nimeshuhudia mambo mengi bwana huyu. Wa nabiyu dakhilu baitihi, na mtume namsikia Abu Jahal maneno yake yale, yumo ndani nyumba yake. Yaruddu alaihi, anamjibu kidogo qailan, huko anamwambia, wallahi la anjuwanna minka ya adu wallah, na mimi ninaapa kwa Mungu nitaokoka kutokana na wewe, ewe adui ya Mwenyezi Mungu. Wallahi la anjuwanna minka, panga upangavyo na mimi nitatoka leo. Wallahi la anjuwanna minka, naapa kwa Mungu kwamba mimi nitaokoka kutokana na wewe, ya adu wallah. Hadha huwa sautu alhaqi, hiyo ni sauti ya haki inamjibu. Fi ma'rakati, katika mapambano, alhijrati, ya kuhajiri. Jaati lahdatu almaw'uda, ikafika sasa ile time ile ahidiwa, ukafika ule wakati uliopangwa. Wanama Ali makana sayyidina salawatullahi wa salamuhu alayhi, Sayyidina Ali akachukua nafasi ya bwana mtume, akalala na akafunika nguo. Wa kharaja rasulu, mtume akatoka sasa. Wakati ulipofika, maana haendi ila kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ulipofika wakati, Jibril anamwambia, sasa hivi tayari uko nje. Wallahi miujiza iliyopita haikadiriki. Wa kharaja rasul, akatoka mjumbe wa Mungu, min albabil adi, tena katoka katika mlango wa kawaida, mlango ambao ni mkubwa katika nyumba. Lam yatasallaq aljidara, hakuparamia ukuta, akapenya mlango wa nyuma hata kidogo. Jibril akamwambia, anauliza nipitie wapi? Anaambia hapa. Na vijana hapo mlango wa mbele ndio uko ni zaidi, wengine kulia, kushoto, nyuma, lakini pale mbele ndio imewekwa spadi nzito zaidi. Jibril anambia tapita hapa, mlango ni pako pa kawaida. Walam yakhruj min nafidhatin, hakutokea dirishani kabisa. Inma kharaja min albabi alladhi, kwa hakika amepitia kwenye mlango ambao, yurabituna amamahu, wameshakaa vijana wanalinda mbele yake. Wafataha albaba, wanamtuma kufungua mlango pole kabisa. Wa 40, na vijana 40, yatukuna baita almustafa, kwa hakika wameshakaa pale wanasubiri katika nyumba ya mtume. Leo wanamsubiri mtume wake itoke.
wasuyufu na tangazao, yatawahaju asuyufu musarraa, zina meremeta panga kwa sababu ya kunolewa sana, na nyingine zimetoka sumu. Makafiri panga zao kali sana, ziko nje ndio silaha zao. Mtume katumia silaha gani hapa ya kuangamiza makafiri? Maadui watakumua, alitumia risasi ya aina gani? Chombo cha aina gani ambacho mtume kaamba na Mola wake kitumie hichi sasa hivi hapa? Inma kana ma'ahu madfa'un wahidun, atomic alikuwa nayo Muhammad pale ni moja tu. Nazala bihi al-amin, kamteremkia Muhammad Jibril min fawqi al-arshi, akitokea kwenye arshi juu mbinguni al-azim, arshi tukufu. Hadha al-madfa' chombo cha silaha ambacho anakitumia Muhammad ishtamala ala 83 talqatan, imekusanya risasi 83. Ndio chombo ambacho kilikuwa mtume. Tega sikio kwa makini kabisa, ukisikia chombo gani hicho, ni risasi 83. Laita akikuwa katika chombo cha risasi silaha kijulikanacho kwa bunduki, kama mashine gani, kitu gani, usifikiria hivyo. La, kana hadha almadfa', ilikuwa chombo hicho silaha min tarazi, ilikuwa ni katika risasi ambazo min surati Yasin wal Qur'an al-Hakim. Ndani yake sura hii ina aya 83, ndiyo mtume anatokea nayo hii. Wa rasulu yaqulu inna likulli shay'in qalbun, na mtume anatuambia na sisi sio kama katumia yeye tu, hiki chombo kwa hakika anaweza kutumia yoyote na akaona hawasi zake zilivyo. Yategemea imani ya msomaji, na watu wanapitana. Wengine wanaweza kusoma wasione kitu, lakini wengine ile kubwa ile katika moyo, nguvu ya imani, wataona mambo ya ajabu katika vyombo hivyo 83 zilizokusanywa katika sura hiyo. Kwa hakika mtume anasema kila kitu kina moyo, wa qalbul Qur'ani suratu Yasin, na moyo wa Qur'ani ni sura ya Yasin. Natamani umati wangu laiti chombo hichi wangelikuwa kila mmoja anacho kwenye moyo wake. Natamani hivyo, wakati anapotaka kuitumia asipate tabu kutafuta msafu wapi, afungue nini. Nataka kila muumini chombo hichi awe nacho moyoni. Iwe akilala halali mpaka kwanza kipiti kifoni mwake akitamke, akishaamka tu baada ya sala alfajiri ajikunje paka hivi kimya akitumie mpaka kizoe, mpaka kile kinakaa katika mdomo barabara. Aya 83 kutoka Yasin. Yasin, na sura imeanza kwa harfu hiyo Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka laminal mursalina. Hivi ndivyo chombo kimeanza, silaha zake ni hatari. Jihazu al-qasam, imeanza na vyombo vya viapo. Adatun, kuna chombo kimetumika katika kiapo. Wa muqsimun, na pale yuko kataja mwenye kuapa, kuna chombo cha kuapia na muapaji kajitaja pale. Wa muqsamun bihi, na kile ambacho kinaapiwa kitu hicho. Wa muqsamun alayhi, na kile ambacho kinaapiwa juu yake. Kuna kile ambacho kinaapiwa kwacho na kingine kinaapiwa juu yake. Al-adatu huna, chombo cha kuapia ambacho hapa kimetumika, hiya al-wawu, ni harfu ya wawu. Wal-Qur'anu, qala al-qasam Mwenyezi Mungu, wal-Qur'ani Yasin, na hapa kwanza kwa harfu ya ye na sini, maneno yangu mimi si mtu mwingine. Wal-Qur'ani, na hapa na kisomo hichi. Angalia vizuri, silaha zenyewe ni 83 risasi zake, na Mwenyezi Mungu anaapia silaha hizo wal-Qur'ani al-Hakim, na hapa kwa kisomo hichi kitukufu. Wa hurufu al-qasam 3, na katika lugha ya Kiarabu harfu za kuapia ni 3: wawun wa ba'un wa ta'un, ni harfu ya waw na harfu ya ba na harfu ya ta. Lakini harfu ya ta ikhtassat bikhususiyatin, ta peke yake imehusishwa kwa pahala maalum, haitumiki pahala popote. Innaha la tadkhulu, ta haiwezi kuingia katika ta yake hapo illa ala shay'in wahidin, isipokuwa katika jambo moja tu, huwa lafdhu Allah, ni kwenye tamko la Allah peke yake ta yatumika. Kwa mfano التاء لا تدخل إلا على لفظ الله، على لفظ الجلال والجمال، kwenye jina la utukufu na jina lilopambika, wal kamali wal azama, na ukamilifu na ukubwa wote. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, ni katika lafzi ya Ibrahim aliyotoa kwenye Qur'ani, anasema wa tallahi, tena huwezi kuitumia kwa kiapo illa mbele kwa tamko la Allah. Ama alwawu wal ba'u, ama harfu mbili wawu na ba,
fayadkhulani ala kulli muqtamin, zinaingia kwa chochote chenye kuapiwa kile. Wakati mwingine washamsi wa duhaha, wakati mwingine wallaili idha yakhsha, wakati mwingine wanajmi idha hawa, wakati mwingine watini wazaituni, wakati mwingine waturi wa kitabi mastur. Watur alimradi wao na be zinakuja kila pahala, lakini te haitumiki illa pahala pamoja tu, mbele yake linakuja lafzul jalali, tamko la Mwenyezi Mungu. Muqsimun, kuna mwapaji, wa adatun, na chombo cha kuapia, wa muqsamun bihi, na kile ambacho kimeapiwa kwacho, wa muqsamun alayhi, na kile ambacho kimeapiwa juu yake. Al-muqsim huna, mwapaji hapa huwa Allah, ni Mwenyezi Mungu kwanza, ndio mwanzo sura hiyo kwanza. Mwapaji ni Mwenyezi Mungu mwenyewe mwenye kuapa. Wal muqsam bihi, na kile ambacho kimeapiwa kwacho huwa al-Qur'an, ni Qur'an imeapiwa. Wa adatul qasami, na chombo cha kuapia kimetumika, hiya al-wawu, nayo ni harfu ya wawu. Wa jawabul qasami, na jawabu ya kiapo hichi, au al-muqsamu alayhi, au kile ambacho kimeapiwa, huwa ni tamko innaka laminal mursalina, wa Muhammadin, katika wajumbe, tena ala siratin mustaqim, uko juu ya njia ambayo imenyooka. Tanzila, kisomo hichi ni uteremsho, al-azizi, wa yule mwenye nguvu, ar-rahimi, mwenye rehma. Wa dhalla al-habibu yuraddidu al-ayati, basi mtume akawa anadumu kuzikariri aya hizi sura nzima, anazisikia ila mpaka alipofikia pahala wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Alipofika hapa tu kwenye aya nambari 9, waja'alna min baini aydihim saddan, na tukajalia mbele yao kizuizi, wa min khalfihim saddan, na nyuma yao kizuizi, faaghshaynahum, tukawafunika, fahum la yubsiruna, basi hawaoni. Hapa pana ibra kubwa. Wa indaha, alipofika hapa tu kwenye aya hii, waghafa alhabibu, aliweza kufunika kipenzi cha Mwenyezi Mungu, ala zanadi, juu ya hawa wazandi kuliko nje. Waghafa alhabibu zanadi, fantalaqat kunbulatun, basi kwa hivyo ikaondoka silaha yake. Musailatun lidumu'i, ikaweza kuchuruzisha machozi. Ja'alat alshababa, tahamaki wale vijana walioko nje, utafikiri limepasuliwa pale bomu la pilipili kali mno. Ajabu kabisa. Alipofika waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsiruna, pale kwa hakika alilipua bomu kama la pilipili, ikawa kila mmoja hajitambui. Hiyo ndio tafsiri nzito zaidi kuliko kupigwa na usingizi, kwa sababu aya imekuja faaghshaynahum, tukawafunika. Lam yakul ananahum, haikumzingo kwa kusema maneno kwamba tukawalaza, hakulala, walikuwa macho hivi hivi, lakini silaha iliyotumika ilikuwa kali mno, macho hawawezi. Sasa imekuwa pale wa macho na harakati za kutoka wanazisikia, na mtu anasoma kisomo, lakini kabisa kabisa hawezi kuyakumbua kutazama mbele, na kama watarembea panga pale watafikana vichwa vyao. Sasa ni kwa wameenewa leo, kutakuwa na fedheha gani hii? Anapita mbele yao na mlango unafunguliwa, wausikia. Alipofika bwana mtume, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Fantalaqat kumbulatu, ikatoka silaha ile kama bomu la kutoa machozi. Musailatun lidumu'i, likawa linatoa machozi kwa vijana 40 wa Kikureishi walikuwa wanamvizia mtume. Ja'alat ash-shababa, matokeo yake wale vijana nje pale wakawa yatamaraghu fi turabi, wanagaragara katika mchanga kabisa, wanaumia bila kiasi. Si kama macho wanawasha tu, ni kwamba wanaumwa hasa mwili mzima. Man alladhi amamahum, nani hasa aliwalaza wao? Nasema faaghshaynahum, tukawafunika. Lam yakul faanimnahum, Mwenyezi Mungu kwenye aya hakutumia tukawalaza. Lau namu, kwa sababu kama wangelilala, la hara an yastayqidhu inda ayati harakatin, ingeliweza kuzindukana kwa sababu ya haraka yoyote ile ya mlango au ya kisomo au ya nini, wangeamka. Walakin aghshaynahum, lakini tuliwafunika, yani ghattaynahum, tuliwagubika, bihaithu, katika hali ambayo shamala alghisha, lilifuniko lilikusanya jamia ajsadihim, miili yao yote, kila pahala tuwafunika. Mkono tumeuzuia utikitiki,
uliwafanya pale kwa stroke kwenye mikono haitikisiki, miguu haiendi, macho alimradi ukawa na garagara katika mchanga. Kila kitakujiondosha kujisukuma hivi, wakitaka kusema mdomo ufunguki. Hata mtu utakwambia sogea mbele au hivi na hivi, mdomo husemi. Ina maana kwamba funiko liliwazuia katika sehemu yoyote ya mwili wao. Kitoshe wal mantaka, na hata lile eneo lote allati yurabituna fiha, ambao wao wamekaa pale tayari kuvizia, lote lilifunika ile lote lile pale. Fiha ghisha'un shamilun, kulikuwa na funiko lilioenea, bikhilafi ahli al-kahfi, kinyume na wale ashabu al-kahfi wanaotajwa katika sura al-kahfi, kinyume na wale. Fa inna Allah qala anhum, wale Mwenyezi Mungu katumia neno jingine kabisa, kasemaje? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, tukaziba sisi katika masikio yao. Ina maana wao ndio walolala. Kuziba kwa masikio kwamba wasisikie kitu, lakini wale watu 40 walikuwa kisikia, mlango unafunguliwa na Muhammad anasoma, alimradi kila kitu kiko pale hadhiri, na wanatamani kunyosha mikono hiyo sheki, wanatamani waseme wewe ndio haisemi, wanatamani kwenda mbio kumfukuza, miguu haiendi, wamebakia na garagara chini pale. Ilikuwa ni fedheha iliyopita mpaka. Ashabul kahfi, Mwenyezi Mungu amesema fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, na akasema tena pale pengine warabatna ala qulubihim, na tukapiga ridit juu ya nyoyo zao. Kwa nini? Liannahum mu'minuna, kwa sababu pale panazungumza watu wenye kuamini, sio hawa waliokuja kumvizia mtume. Hawakulazwa wale kwa hakika tumezoea tafsiri hiyo siku nyingi, lakini kumbe kwa hakika walikuwa kwa macho, lakini iliwagubika miujiza mikubwa. Wale walikuwa ni waumini, faqawaina imanahum, tukatia nguvu imani zao, birribti, kwa kutia muhuri, ala alqulubi, juu ya nyoyo. Amma haulai ghadiruna, ama hawa waovu, khasiruna, wenye kula khasara, fajiruna, waliokuwa mafujari waovu, aghshaynahum, hawa kwa hakika hatukuwazibia usingizi katika masikio yao, bali aghshaynahum, tuliwagubika, tuliwafunika. Atainahum min kulli jihatin, tuliwaziba katika kila upande, min aljihati sittati, tena tuliziba pande zote 6. Anil yamin tumeziba, wa anil shimali tumeziba, wa min al-amami, mbele vile vile tumeziba, wa min al-warai, na nyuma tumeziba, wa min fawqin, na juu tumeziba, wa min tahtin, na chini tumeziba. Njia zote 6 ziliziba. Aghshaynahum min jami'i aljihati, tuliwafungia milango ya kuona, ya kuhisi katika sehemu zote kwa hakika. Hum la yusiruna, basi kwa hivyo hawaoni, la yarawna man amamahum, yani hawamuone anapita mbele yao kabisa. Alikuwa Muhammad invisible, na katika mchanga kabisa. Jibril anambia haya sasa, waonyeshe Israeli nyingine, chukua mchanga Muhammad, mwagie kila mmoja usoni, msugulie kasa, uteremke mchanga mpaka usoni, anakoka sasa hivi, wanaona hivi, lakini nani anafanya vile? Hawamuoni. Wakitaka mkono kusukuma kumkamata, mkono umekuwa umeelewana, na ulimi vile vile hauchezi, mdomo utikisike, limradi ulikuwa umeziba kila upande. Wa kharaja alhabibu, akatoka kipenzi cha Mwenyezi Mungu Muhammad, ila Abi Bakr, moja kwa moja mpaka katika nyumba ya Abi Bakr, thabit alkhuta, akiwa na hatua za miguu yake madhubuti kabisa. Yamshi, anakwenda hivi kikawaida, kaannahu aljibalu, utadhania kwamba yeye ni jabali, kakazana kabisa, hakuna kitetemeshi katika miguu, hakuna chochote, pressure haikupanda, katoka salama usalimini, na kwa hakika amewafanyia idlali mpaka mchanga kawasugulia. Hum la yubsiruna, na wao hawamuoni kabisa. Hiyo ndio silaha ambayo mtume kaitumia, ina risasi ndani yake kama 83. Istamala ala 83 talqa, kwa hakika sura silaha katumia mtume ni ile ambayo ina silaha au risasi 83. Kullu talqatin, na kila risasi moja, yani kila aya moja, minha, katika sura ile, jadiratun, ilikuwa ni pekee, ina mambo ya pekee kila aya moja. Bi an taj'ala 'aliya al-ardi, ilikuwa aya moja inaweza kabisa kuifanya sehemu ya juu ya ardhi safilaha, ikaibirua ikawa chini juu.
au taj'alaha hasidan, au inaweza aya moja ile kuifanya ardhi kama ni kitu kilichovunwa, kama lam taghna bil amsi, kama hakikuwa kimestawi jana. Ndivyo ilivyo sura Yasin, na ndivyo ilivyo Qur'ani nzima. Kwa hakika kila unapokwenda kuna khawasi zinamshinda mwenziwe. Wanama Ali makana ar-rasuli, Sayyidina Ali tukirejea kule kalala pala kwa mtume, na walana ad'u al-habiba, hapa pahala tunafika sasa, namwacha bwana mtume yamshi, anatembea kwa miguu yake, alhawaina ila baiti, anakwenda kwa mwendo wa utulivu kabisa, ila baiti Abi Bakr, fa hatta yasila ila hunaka, mpaka anafika nyumbani kwa Abi Bakr as-Siddiq. Insha Allah taala altaqi bihi al-usbu' al-qadim, tutakutana na kisa hichi, tuangalie nini tena kilijiri baada ya hapo. Tunarudi kwenye aya ya Qur'ani, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Hapo pahala panakupa al-amalu, matumaini. Mu'min unakuwa na matumaini, unakuwa na nguzo ya kuitegemea, unakatazwa kabisa kuvunjika moyo, unakatazwa kabisa kukata tamaa, kwa sababu innahum, wao wache madui zako, yakiduna kaidan, lakini Mwenyezi Mungu anasema wa akidu kaidan, na mimi vile vile na vikabili vitimbi vyao kwa namna fulani ya kudurua. Na nani anaweza kupambana na Mwenyezi Mungu vitimbi vyake? Ajabu kabisa. Utaona kama kwamba jambo limekwisha, hali yamkiniki kabisa, hapatokea kitu chochote hapa, basi hapo ndo Mwenyezi Mungu atakumtoa mtu kabisa kabisa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم الأجل الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا ربي أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين برحمتك وبعزتك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار بفضلك يا